Chapesa. Kama ilivyo ada, asubuhi mapema tunakutana katika viunga vyetu vya burudani na michezo. Hamna jambo lingine tunalozungumzia hapa mbele yenu, ni habari za kimichezo na burudani, hususan mchezo wa jana uliotamatika pale Airtel Stadium Singida, Dodoma Jiji akimwadhibu Yanga goli 3-2. Mchezo ulikuwa namna gani? Unbeaten ya Yanga imestopishwa, lakini kufungwa kwa Yanga sio kushuka namba aliyokuwepo. Namba bado yuko pale pale, ni nafasi ya kwanza akiwa na pointi 54, Simba Sports Club akiwa na pointi 49, lakini yeye Simba ana kiporo leo au ana mchezo leo zidi ya Mashujaa. Akishinda manake gepo ya pointi inabaki 2, Simba anakuwa na 52, Yanga ana 54. Huo ni mchezo ambao utafanyika nao ule Kigoma kati ya Simba pamoja na Mashujaa. Ila leo tunachokizungumzia ni mchezo wa jana. Tumeleta kitonge kwa mzee wangu mzee Saidi, tuzungumzie mchezo wa jana. Wengi wao wanalalamika Diala kujivunja kwake ndio chanzo cha kurudi magoli yote au kufungwa katika ule mchezo. Wengine wanasema Mwamnyeto, mbona haya matukio huwa yanajirudia mara kwa mara? Ni nini shida? Ni umri au kiwango kinaporomoka? Mimi sina mengi, tumsikilize mzee Saidi, maoni yake anasemaje. Mzee, habari bwana? Salama. Habari za asubuhi? Namshukuru Mungu. Shikamoo mzee wangu. Marahaba. Naona kumekucha. Kumekucha. Toka tulivyoachana jana, simu nyingi zinaita. Maoni mengi yanakuja. Kawaida. Kuhusiana na mchezo wa jana uliotamatika kati ya Dodoma Jiji dhidi ya Yanga Afrika. Mzee Saidi bwana, jana tulifanya interview kidogo. Kidogo. Lakini katika muda huu uliopita minong'ono mingi, maneno mengi, kauli za mashabiki wengi, mchezo wa jana hususani lawama zimemangukia Djigui Diarra. Ndio. Kwa nini ajivunje? Ndio. Ikiwa inaonyesha kabisa makosa kwenye mchezo huwa ni hapo. Yeye kwa nini atumie hasira ya kujivunja na kuacha mchezo na kwenda kukaa benchi kumpitisha kocha Masaranga? Kwa ndaka mimi nijibu, si ndio? Nataka ndipe kwanza mchanganuo. Kwa nini Diarra hapendi kufungwa? Au kwa nini Diarra aliacha mchezo? Unajua umeshanifanya nimekuwa na hasira. Tunataka Unajua inaleta sehemu mpaka inapelekea hasira kwa sababu ya jeuri ya watu wa Yanga. Watu wa Yanga wamekuwa na jeuri. Na hili mimi nawaambia ukweli. Vipi? Iko siku watakuja kulia watu wa Yanga. Iko siku tu sio kuwa na jina. Si wanatuona sisi mpaka wanatukebei. Unajua kuna mtu amekaa anatukebei sisi. Mwana Yanga timu yake inapata matokeo na ipo vizuri, lakini yeye yuko mkuizodoa. Sisi hatuizodoi timu. Nisikilize kidogo sana kwa nini nimeenda huku. Ili kusudi hapa tunaongelea habari za Yanga. Ndio. Ndio. Lakini natoa mfano huu kidogo sana. Kuna mtu anaizodoa Yanga. Lakini anaizodoa Yanga na yenyewe inaenda inamjibu. Sawa. Umenielewa sijui inamjibu. Inamjibu mapigo. Inamjibu kwa mapigo kwa kwamba unavyosema sivyo ndivyo ilivyo Yanga. Sisi tupo hivi. Sisi tuko hivi. Lakini sisi tunachokihimiza katika timu, katika klabu ya Simba ni wale viongozi kuto kuishughulikia timu na kuto kutuletea makombe. Ndio tunachokiongelea sisi. Ninyi wana Simba hiyo. Sawa. Ndio kinachotuumiza. Sasa ukija kwenye tukio la jana, sasa tunarudi katika klabu ya Yanga. Ukiangalia tukio la jana, mimi nimekwenda golini kwa sababu gani? Kudaka mpira. Sasa wewe unaniletea ujinga, mimi nitaendelea kudaka? Mimi natoka. Mimi naondoka. Hata ingekuwa mimi Saidi nimekaa golini pale, mzee Saidi unaniletea ujinga, mimi naondoka. Ngoja nikukumbushe. Safari moja Mohamed Mwameja, kocha alikuwa marehemu James Sianga. Umeelewa Hiyo formula ya Simba. Hiyo Simba hiyo ndio ilienda kuitoa. Inaenda kuitoa timu ya National Ahli Misri. Ndio. Umeelewa? Ndio nani Pawasa anaingia Simba. Pawasa. Boniface Pawasa. Anaingia Simba, nasajiliwa namkuta George Masatu. Golini yuko Mohamed Mwameja. Kwa hiyo George Masatu akaanza kupumzishwa, akaanza kucheza Boniface Pawasa. Unajua Mwameja alichokisema kwa James Sianga? Alimwambia naomba unitengenezee huyu mtoto. Mwameja anamwambia marehemu Sianga, nitengenezee huyu mtoto. Nitengenezee huyu mtoto. Akop. Ni beki hiyo. Akop kama anavyocheza
George Masatu. Si unanielewa vizuri? Safi kabisa na kupata hapo mzee Sidi. Hii naenda natoa bado mifano. Mwameja alifungwa goli. Dogo alishindwa kuwahi na kutani Alifoka sana Mwameja. Kwenda mpaka kwenye benchi akawa anafoka. Sijui hao wengine kama walikuwepo. Shamba la bibi. Ndio. Alikwenda akafoka sana kwenye benchi. Unajua James Sianga alimwambia hivi. Utacheza na Boniface Pawasa ndo beki. Ndio mjibu. Na alimfanyia sabu pale pale akatoka Mwameja, akaingia Joseph Katuba. Kama sikosei. Na kama sio Joseph, no, hakuwa Joseph Katuba. Alikuwa huyu golikipa mmoja sasa hivi yuko Dodoma nafikiri. Kashaacha na mpira. Anaishi Dodoma. Kevin Mwagama. Akaenda Kevin Mwagama. Akaenda kukamata goli Akaenda kukamata goli, Mwameja akatolewa nje. Baada ya kufungwa tu ile goli. Baada ya kufungwa lile goli, Mwameja akakadhabika sana. Alikuwa na hasira. Na Mwameja alikuwa na hasira. Na Djigui Diarra ana hasira. Na wakumbusha yani watu, yani nataka niwafananishie wale watu wanaofanana umri na mimi, wamlinganishe Mwameja na huyu. Umenelewa? Mwameja alikuwa na hasira, Djigui Diarra na hasira. Mwameja alikuwa hataki kufungwa na Djigui Diarra hataki kufungwa. Kwa magoli kipa design unatakiwa uwe na experience nao kubwa. Kwa sababu anajiweza. Djigui Diarra anajiweza kuanzisha mashambulizi, Mwameja alikuwa anaweza kuanzisha mashambulizi. Kwa hiyo lawama zote zisiende kwa Djigui Diarra. Zisiende kwa Djigui Diarra. Zisiende kwa Djigui Diarra. Lawama zote ziende kwenye benchi la ufundi. Kwa nini sasa? Safi sana. Safi sana swali lako. Umeuliza swali la kimpira. Benchi la ufundi ndilo linaloangalia madhaifu ya timu. Benchi la ufundi ndilo linaangalia udhaifu wa mchezaji mmoja mmoja. Kwa nini wanafanya sabu benchi la ufundi? Tayari yule kachoka. Bana, fanyeni haraka mtoeni yule, kuna kadi pale. Tayari wanafanya maamuzi wao mapema. Yaani bwana leo huyu bwana huyu mpira umemkataa. Wapo watu kama ile walivyofanyaga sabu yao Kwasi kumuingiza kumtoa Israel Mwenda kwenye ile dabi. Sasa mapema tu. Mwenda akasema leo usipo kwenye mchezo. Fanyie sabu Mwamnyeto. Ye nani? Mwamnyeto katoa la kwanza. Mwamnyeto katoa la pili. Wewe bado unamuweka wa kazi gani? Sasa yule unajua siku zote bwana anayemalizia ndio anayeonekana, asiyemalizia anayeanza aonekane hata siku hii. Sasa hivi wanamngangania Djigui Diarra. Kwa hiyo alikuwa anataka Djigui Diarra afungwe, sifi zake zishuke. Na lenyewe janja lile limesoma, limechoropoka. Kwa hiyo ndio maana niliwaambia kabisa yule kaenda kuulizwa pale. Bana vipi umetoka? Damaro alikuwa anamuuliza. Hata Baka hajapenda unajua. Baka hakupenda kwa sababu gani? Baka na yeye alikuwa anatoa shutuma kwenye benchi la ufundi. Mnaona sasa huyu mtu anatoka? Sasa pale hawezi kusema Mwamnyeto kanyanya chinywa. Yeye ndio captain. Huwezi kwenda kutoa shutuma moja kwa moja. Baka kaa anatoa shutuma kwenye benchi. Benchi limekaa. Alikuwa na hasira sana yani. Na zile goli zile zote zile wamefungwa kwa sababu ya hasira. Mimi nikwambie sasa. Goli zote zilizofungwa? Yote hayo wameyataka wenyewe kwenye benchi. Umeshamuona pigo la kwanza. Yaani kwanza ile ya kwanza alikuwa na mistake nyingi sana Mwamnyeto jana. Nyingi sana alikuwa nazo. Ukiacha tu yale magoli, yani ndani ya uwanja alikuwa na mistake nyingi. Sasa zile mistake haraka kwenye benchi wangemnyanyua mtu. Sawa. Wangeenda kukava ile nafasi. Angeenda kukava kama ndio umeandikiwa kufungwa, hata Mwamnyeto angetoka mngefungwa. Hata amebaki mmefungwa, lakini mngeokoa. Tukija kwanza goli la pili. Mwenyezi Mungu alifanya kazi ya kuumba binadamu ndani ya wiki. Aliumba binadamu ndani ya wiki. Yani alifanya kazi ndani ya wiki nzima. Siku ya Sabato alipumzika. Kwa hiyo Yanga wametufunga sana. Sasa Sabato imefika na wao wamepumzika. Wamefungwa. Kwa hiyo wasimtafute mchawi. Huu ndo mpira.
Kwani mwaka jana si walifungwa, lakini mabingwa kina nani? Mwaka jana walifungwa mara 2. Sasa TRA waliwafunga kinaitwa Tabora United. Walimasali. Sawa. Wakakandwa tena na Azam. Sasa unachoshangaa kitu gani? Lakini sio lengo. Nyinyi watu wa Yanga nyinyi mtakuja kulia nyinyi. Mimi nawaambieni ukweli. Paka leo Yanga wanahangaika, wanatafuta namba 6 hawajampata. Uongo kweli? Mlisi wa Ucho ni kweli. Japokuwa Duke Abuye anapambana lakini bado hajamfikia. Duke Abuye sasa kwa standard kabisa, yani kabisa asilia. Duke Abuye sio namba 6. Duke Abuye namba 8. Sahihi kabisa. Mpaka leo wanaitafuta namba 6 kama aliyokuwa anaicheza Aucho, hawajaipata. Na ugulugulu wao wote na ujanja wa viongozi wao kina Engineer Elisi kina nani hawajampata namba 6. Ndio mpaka wameenda kukopa mchezaji wa kukopa. Yule Damalo. Na Damalo mwenyewe hachezi kama alivyokuwa anacheza Alidi Aucho. Hawezi amfikie bado. Kadi nyingi bado. Ndio sawa sawa na sisi. Hatuwezi kupata namba 6 kama tulioipata ya yule Mbrazili yule. Ulikuwepo kwenye ulimwengu wa soka, unashangaa. Kuna Mbrazili huyo alikuja pale alikuwa anacheza namba 6 pale Simba. Hii Simba unafikiri Simba ina wachezaji babu? Tukisema tuwakusanye mnaweza mkalia nyinyi. Tuje goli la pili pia. Ile la Simba. Mpira unapigwa la Yanga bwana. La ya Dodoma. La Dodoma. Maana tunachanganya mpaka tunaenda kwa Simba maana asielewe. Lile goli la pili la Dodoma Jiji tena. Ni makosa yale ya kujirudia. Mwamnyeto mpira unapigwa. Ndio mimi nakwambia hivi. Mwamnyeto anapishana nayo. Mwamnyeto kachezesha kichwa. Sasa kati ya yeye na Masalanga, maana Masalanga naye hakuepo mbali sana. Hivi uliwaona walivyokuwa wamekaa? Sawa, kama mimi nani? Hili ndio goli. Mimi nipo nyuma yako, nipo kwa mbele. Sawa, hili ndio goli. Masalanga yupo kwa nyuma. Huyu alikuwa kavutika akasimama hapa. Masalanga alijivuta kidogo. Sawa. Sio Masalanga. Mwamnyeto alikuwa katangulia. Masalanga kasimama usawa huu. Yaani anamwangalia Mwamnyeto kwa hivi. Si ndio? Sasa Mwamnyeto alifanyaje kichwa? Alikipindisha kidogo. Sasa ngoja, lile alihisi kama tukio la kwanza nilivyojaribu kuokoa nimeshinda, na ile nikijaribu kuokoa naweza nikasababisha tena nini? Tayari unajua hata kwenye ngumi. Hata yani kwenye ngumi mwenzio akikuzibua ngumi ya maana, hata mchangani mnapigana. Rudi nyuma kwanza, jipange, tulia. Sasa wale walivyoona tu tayari yule alikuwa kaisha toka. Kwa hiyo mistake angeendelea angekuwa. Kwa hiyo yana maana alikuwa anacheza na wasiwasi. Nani Mwamnyeto? Sijui nikiokoa hapa itakuwa tena kama ndio yale. Na ndio maana yule alitikisa kichwa afa akageuka haraka kumwangalia, je, mwenzangu kaucheza? Yule naye kumbe katika mpira umekwenda kule. Umedunda umeingia. Sasa mnaenda kumlaumu na mwanangu. Tena mkome kabisa, msimlaumu mwanangu. Msimlaumu Masalanga. Sasa mwanangu yule mimi. Masalanga ni mwanangu. Mimi ananiita mjomba. Sio kama na papasia. Seni Masalanga. Utajijua mwenyewe. Mpigie simu au nikupe namba zake. Upige sasa hivi. Inatosha. Wewe juzi tu mimi nimetoka Dodoma kule. Wewe mimi si nilikwambia nimeenda Dodoma? Sahihi. Nimekutana na kaka zake wote. Jomba mtoto yupo huko, muangalie. Nikampigia na simu na nikaongea naye. Msitake kumlaumu na wala msitake kumharibia mpira wake. Nawaambia mapema kabisa, kwa sababu kuna klipu moja wanaanza kumcheka Masalanga, Masalanga wala tena muache. Tena hii naongea kwa ukali kabisa, muache. Subiri sasa hapo bila kumwacha. Unadhani jana Dodoma Jiji pia walijua kutoka kwa Diala kuingia kwa Masalanga? Wanamfahamu kwenye mchezo kwa huyo mtu? Hata kama tayari bado yule mtu mmemwacha. Yaani shida ya magoli yote yalikuwa ni nani? Mwamnyeto. Wale wasingerudisha magoli yale kwa kijinga dhidi ya Mwamnyeto. Yaani pale benchi la ufundi haraka. Yaani pale yote 9 walaumiwe benchi la ufundi. Wao unaenda kumtoa Max Zingeli. Unaenda kumtoa Mdathiru. Alafu unamwacha Mwamnyeto. Mna akili nyewe sawa sawa? Labda walipigwa bumbuwazi wale. Kama walipigwa bumbuwazi sawa. Bumbuwazi limeenda kwa fulu. Bumbuwazi limeenda kwa fulu. Wewe acha bwana, hii mipira ya Kitanzania hii. Huyo pacha huyo anatembeaga na msaafu huyo. Baba. Kwani wewe unafikiri mimi simjui? Yeye mwenyewe mimi ananijua. Pacha yule. Huyo pacha huyo anatembea na msaafu. Afu dini wewe unacheza na mlango, afu dini. Anatembea na kunuti tena zaidi. Wewe unaweza ukapigwa jana nampigia simu ananiambia bana, blaza hebu niache kwanza. Kuna furaha. Tuliko na furaha. Bado hata goli. Mpira hujaisha. Bado hata goli hawajasawazisha.
Takupigia baadaye blaza, niache kwanza. Kajua hizi kunguti hizi. Kakajua bahari anasoma kunguti hizi. Watu wamepigwa kipayupayu mpaka baridi, wanaona baridi sasa. Makoti wote wametafuta makoti. Unafanya mchezo na Singida ni. Wewe ndio ulikuwa unasema twende, nani aende wewe hivi Singida unakujua. Sasa nikutajie. Ile baridi ile kuanzia Muhalala. Manyoni. Mkwese. Choda. Isuna. Samumba. Ikungi. Bane. Alafu sehemu moja anaita Puma. Kisaki. Wote baridi kali. Aya wewe. Saizi hamuonani. Afu sasa na ule uwanja jana kwa nyumba nyeupe, hata nyumba moja. Hakuna, sasa ndio ujue sehemu nyeupe. Nyumba hakuna hata moja. Ndio unaona barabara. Unaona barabara lami tu, zaidi ya mapoli, mimi sijui unaona watu wanalima mji wenyewe ujue uko wapi. Sasa mji sijui uko. Mji hauonekani. Ndio akijaribu kuuzumu nakuta huko na Alzeti. Na wenyewe hapo hawa Azam wanaumbea. Azam wanapeleka tu kule polini kule. Kule polini. Kwenye misitu kule kuna simba mbojo unawajua? Unaweza ukakamatwa ukajua nimekamatwa na simba, kumbe nimekamatwa na mbojo. Watu. Alafu kuna kuni fulani hivi za kupikia mtukulu. Mtukulu unaujua? Mimi najua wapi. Kuna pombe moja ya Kinyaturu inaitwa mtukulu. Hiyo ukinywa lazima upenke kamati. Tuje tena na Baka. Kwa nini matukio Baka Mwamnyeto matukio haya yanajirudia mara kwa mara? Umri. Kama bado Yanga kama wanamhitaji wamtafutie namba. Wamtoe namba za katikati. Kama anaweza kufiti namba za pembeni basi wampeleke namba za pembeni. Umri na wenyewe. Baka ujue nani katumika sana. Na Mwamnyeto. Ni kweli. Ukimwangalia Mwamnyeto na Baka mdogo. Mwamnyeto mkubwa. Yaani ukiwaangalia tu hata hivi ukivuta sura zao hivi. Unamuona kabisa Baka mdogo, Mwamnyeto mkubwa. Kwa hiyo makosa mengi anajirudia Mwamnyeto. Utu uzima, umri. Namba za katikati zinahitaji akili sana. Wewe unaliona lile chezaji lile Limunga sana. Linacheza namba 6 lakini linasaidiwa na namba 8. Wale watoto wote wa Dodoma wale wote wanakimbia. Ndio. Kaingia Mbundo moto. Kaingia yule Waziri moto. Umeona bwana? Wale wote walikuwa wanamsaidia. Kwa hiyo na maana nyinyi mnapokimbia kwanza ule mpira walivyokuwa wamepolwa Yanga hawakuwa katika shape. Ile goli la 3. Hawakuwa katika shape yao ya ulinzi. Walijivuta walienda kusema. Kwa hiyo wengi wakawa wamejivuta kwa twendeni tukatafute goli la 3 tunaweza tukafanikiwa. Hapa karibu alikuwa. Umenielewa sijui? Alikuwa ya ukwasi wa mwisho. Sasa ya ukwasi kaogopa siku. Sio ameogopa, yule angecheza faulo tu. Angepewa kadi nyekundu angetoka. Akia Mungu. Yaani angecheza faulo kukuiokoa timu. Kwa sababu nani anakimbia sana. Ile Waziri. Babu. Maana hata SGR hii ilitoka nyuma ilimkosa. Lilikuja. Angechelewa kidogo tunaye kalipiga doso. Alishafika yule. Yule anayekimbia kama upepo. Nywele zote zimenyonyoka. Babu lilikuwa linakuja nikasema lilianzia mbali. Huku naye Masalanga katoka. Nikasema sasa kutoka kwa mjomba ndio karibu. Angebaki golini. Yule angeufikia mpira anaenda angeufikia kwa sababu yule aliugonga mpira mara 3 tu. Ndio. Nani Waziri? Waziri alipiga ya kwanza akakimbia, akapiga ya pili akakimbia, ya 3 ndo anaenda kufunga goli. Ili huku na wenyewe bwana jamani Boka anakimbia. Mama. Ile mashine. Tale Budo Mutale sijala wewe. Budo nani huo? Boka anakimbia jamani. Chumba ilikuwa imechoka hivi nikasema bwana wadai kama mnaondoka zenu mnaenda Mikumi. Mnarudi na swala. Unarudi na swala. Yaani unamwambia Boka tuondoke mwanangu swala yule. Lakini mzee swala ataruka ya kwanza ataruka ya pili. Tatu naye. Yaani huyo nani huyo? Huyo mtoto wa Dodoma nani? Waziri Junior. Yaani angechelewa kidogo tu. Lilikuwa linamkumba lile. Na lule anaenda. Na pale mimi na imani yaani yule ndo na yeye utoke mpira. Alishajua kwa kwamba huyu anakuja kunikumba. Afu kwenye 18 bado yuko mbali. Na golikipa katoka akasema ndo hapa. Lakini tuangalie mzee Saidi pia. Lile Waziri yule mpira alikuwa anapiga. Kule nyuma angekuwa Jiji Diara.
Jiji Diarra. Jiji Diarra na utokaji wake. Ndio nataka tuzungumzie ile goli la. Jiji Diarra ni goalkeeper mkubwa, international goalkeeper. Sawa. Goalkeeping mwenye uwezo wake, tukubali. Sawa. Umeelewa? Ndio. Hasa hakuwepo. Alishatoka. Ndio nazungumzia, ingekuwa ni yeye yuko nyuma pale hapo. Kama mmepangwa ingewekwa save au kwanza angekuwa Jiji Diarra wote wasingeondoka. Nayo inachangia. Yaani watu wasingeondoka. Ningewakataza. Musheli na Masalanga mdomo waongee. Au angemwambia nyie wote mnakwenda, sio ya ukwasi akae pale. Angemuita mtu mwingine naye asimame pale. Angemweka hata Baka. Umenelewa? Baka na nani wote si wameenda na Mwamnyeto. Na Mwamnyeto. Angebaki hata Boka. Angebaki hata Boka. Au hata namba 6 angebaki. Sasa yule kusema ndo hivyo. Bado mtoto yule. Masalanga ongei. Kama Musheli. Ndio, sasa bado watoto hawana experience. Sasa ngoja, wanakaa na kocha mkubwa wa kimataifa. Nisikilize. Wewe unaweza ukakaa na kocha mkubwa mwenye experience zake. Bana wewe, kuna kocha tulitishiwa hapa wa Afrika. Sumetishiwa kocha wa Afrika. Sasa hivi yuko nafasi ya 5, sijui ya 6, sijui. Nafasi ya 4. Wanaenda kula, wamepigwa 4 kule. Kila kigeuka huku, mpira wa Tanzania babu. Wewe mpira wa mapenzi. Wewe unaweza kukaa na professional lakini ukakosa kupata elimu kwa yule mtu au kuchukua kuiba hata moja mbili. Ndio maana yake. Kwa nini sasa usijaribu kufuata nyayo za mpira wetu sisi ni wa Kiswahili. Nikisema wa kisiasa nakosea. Mpira wetu sisi wa Kiswahili. Mambo yetu tunaenda Kiswahili. Tuna mpira sisi. Hivi ngoja mimi nikwambie. Kwa mfano sasa hivi tuwaweke Yanga pembeni kwa sababu tunaongelea football, tuwaguse Azam. Azam wana shida gani? Sijajua. Hawana shida yote. Kipesa hawana shida. Mpaka uongozi hauna shida. Hamna malumbano yoyote. Kwa nini wanafanya? Kwa mfano Simba sasa hivi kapotea. Hajachukua ubingwa. Lakini Yanga anachukua nani Yanga? Yaani Azamu anashindwa kuleta challenge kwa Yanga. Ili amchallenge na yeye achukue ubingwa kwa sababu mwenzie kachoka. Sasa wewe unasemaje hapo? Kwa nini? Ndio maana mimi niliwahi kuambia hivi, Yanga hata nani Azamu hata mlete nani? Hawezi kuwa bingwa. Wewe ubingwa mchezo nini? Kwa hiyo yeye ile timu yako kuendelea kublandi. Ile mimi nilishawaambia ni ile timu ya biashara. Sio ya kutaka ubingwa wala sio kutaka nini, ile timu ya biashara. Kwa hiyo wao wakishika nafasi ya 2, wakishika nafasi ya 3, kwa hiyo it is okay, wakienda kule wakiangalia kola Azamu na ile mifuko ya unga ngano ikitembea, mifuko ya sembe ikitembea, watu wanapiga biashara. Simba jana baada ya Yanga kufungwa, wachezaji, makocha na mashabiki walikuwa uwanjani wakiangalia mchezo unavyoendelea. Nimeona baada ya kufungwa watu furaha ilikuwa kubwa. Ingali wao leo wana kibarua kizito zidi ya Mashujaa. Julio anawaambia Simba ni kubwa na naiheshimu kama timu yangu. Ila sasa mnavyokuja msije kwa matokeo. Muongo yule bwana wewe. Yule muongo yule. Unadhani mchezo leo Simba itakuwa ni mwepesi kwa? Bwana wewe, tutaonana jioni, si utakuja? After game. Tutaonana jioni. Wala hata sio ya kuongea tu, yaache hayo. Tuwasubiri. Wanasema Simba bingwa. Usubiri nini? Simba bingwa wanasema. Kwa pointi ngapi? 2 hizi zilizobaki. Kama ilishindikana moja, 2 zinawezekana. Waliomba TRA na Azam lakini kaanza kuharibu Dodoma. Sawa. Kwa hiyo Azam na Dodoma na Azam na TRA wanaenda kuharibia kibarua Yanga. Simba bingwa, mechi 7 mkononi zimebaki. Pagomo. Nasema Simba bingwa. Wabei, Simba bingwa. La mwisho mzee. Neno la mwisho la nini? Maliza kipindi. Maliza kipindi, mwacheni Jiji Diarra. Wale wenu watu wa Yanga. Mwacheni Jiji Diarra atulie. Nyie mshukuruni Mungu sana watu wa Yanga. Mnachukua ubingwa mara ya 5 hii. Mikononi mwa Jiji Diarra. Asante baba. Kuweni na hekima. Sisi wenzenu tunatapatapa. Tunalia. Nyie mmepata viongozi wenye kuwatafutieni wachezaji wazuri. Bwana mwacheni Jiji Diarra. Shida wanasema Jiji Diarra anajiona yeye mkubwa kuliko Yanga. Hayo ni maneno yenu. Nimekwambia sisi mipira yetu ni ya Kiswahili. Hayo ni maneno ya Kiswahili. Wewe ulimuona Jiji Diarra lini kawa mkubwa? Sasa kama hivi, umejamulia maamuzi. Maamuzi gani? Wakati mtu akuumia. Nimeamua, nimetoka ndio. Sasa kwa nini lazima?
Kwa lazima yani mnishushie fisi zangu kwa kusema mimi eti nikisema mimi mkubwa. Nyinyi lilaumuni benchi la ufundi ndio lenye matatizo. Nimekwambia benchi la ufundi linakaa pale kwa sababu gani? Kuangalia yule mbovu. Yule pale kachoka. Yule pale kaishatumika sana, mtoeni tumuingize mtu. Wao walikuwa wapi? Kwa hata kuniambia Moli ni jana kakosea. Ni lawama pia zile. Kakosea. Hivi wewe mpaka golikipa anajigonga anatoka nje, uwezi kujiuliza? Msilaumu sana vitu jamani. Hebu kaeni mwe mnageuka na upande wa pili. Acheni mipira ya Kiswahili. Kwa tutegemee kumuona dirisha linalokuja? Nani? Au ndio itakuwa kina Kigili huko wa Simba? Nani Jijiji hala? Nani? Mwamnyeto. Inawezekana yote. Kama ndio maana nimesema kama wanaendelea kumuhitaji, wamtoe namba za katikati. Wampe namba nyingine. Wampe namba nyingine. Si bado wanamuhitaji, lakini kama watamweka katikati atakuwa anawachomesha. Asante mzee Saidi. Bwana, sina la ziada. Nilikuwa na mzee Saidi. Tukutane tena saa 10. Mchezo unaochezeka pale Kigoma, Mashujaa dhidi ya Simba Sports Club. Tutakuleteni tena kitonge kuja kuchambua huo mchezo unayofanyika kule Kigoma. Sina la ziada, tukutane baadaye. Msisitizo tunachoenda kukusisitizia wewe mwana Chapesa Media, endelea kusubscribe, kucomment, kushare na kulike. Pia tunapatikana social media zote, TikTok, Instagram na Facebook, andika tu Chapesa Media. Usikose kutufollow na kulike. Asanteni sana. Bye bye.